بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 10 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1441, katika darsa ya risala manahiju wa usulu ahli albid'ah للشيخ إبراهيم ابن عبد الله المزروعي حفظه الله تعالى. نفكية مناهج أهل الأهواء والبدع تفصيلا. kikao kilichopita tulisoma sehemu ya kwanza ambayo mwandishi alizungumzia mifumo na misingi ya ahlul bid'ah kwa ujumla. Kisha sehemu ya pili akaanza kupambanua msingi baada ya mwingine kwa kueleza na kubainisha kwa kutumia maneno ya ulama. msingi wa kwanza, al-khalalu wal-ikhlalu fi manhaj at-talaqqi wal-istidlal, makosa na upungufu mkubwa katika mfumo wa kupokea dini yao na namna wanavyotoa dalili katika misingi wanaoifuata wao. Kwa min dhalika, miongoni mwa hayo, رد النصوص التي تخالف أصولهم الفاسدة، kuzirudisha na kuzikataa nasi ambazo hukhalifu misingi yao mibovu. وهذا منهج لكافة أهل الأهواء، هم mfumo upo kwa watu wote wa bid'ah, wote wako namna hiyo. أنهم يردون نصوص الوحي من القرآن والسنة إذا خالفت أهواءهم أو عارضت أصولهم وقواعدهم الباطلة. mfumo katika mifumo yao ni kuwa wao huzikataa nusus za Qur'an na Sunna zikikhalifu matamanio ya nafsi zao, zikienda kinyume na misingi yao ya batil walioitunga wao. Kwa njia yote ile ambayo wataweza kuzikataa zile nusus, watatumia tu. Hata ikiwa imefikia hali sasa hana pa kwenda, atasema kuwa sote wawili hatuelewi maana yake nasi nini, basi iweke kando. Nakumbuka jambo kama hili, kuna mmoja katika khurafiyin, mtu mzima tena, azungumzia kuhusu masala ya kufur na shirk iliyoko ndani ya burda. Tukajia katika ule ubeti unaotaja wa min ulumika ilmi al-lawhi wal qalam, katika ilmu
si yote katika ilmu ya Mtume sallam ni ilmu ya kujua yote yaliyoko katika Lauhul Mahfudh na kila kilichoandikwa na kalamu. Allah alipoiamrisha ile kalamu iandike, ikaandika yote yale ayajua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema kweli ubeti huko, kamwambia wasemaje kuhusu kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, qul la ya'lamu man fi as-samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Akasema hiyo aya ni kweli, lakini mashekhe wetu hawakuifahamu hivyo hiyo aya, kwa hivyo wachana nayo. Fahamu, mashekhe wetu wote wale wamepitia Burda, hiyo aya hiyo hawakuifahamu hivyo. Kwa hiyo kama wao hawakusema kitu, basi tuiwache hiyo aya, tuacha na hawezi kuelewa wewe wala mimi siwezi kuelewa. Amina elewa, wewe ndio uelewe. Mimi mtu wa sunna alhamdulillah naelewa, akili yangu haikufungwa na watu fulani kutofahamu maneno ya Allah, wakati Allah aniambia afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha. Ama hii aya mshika kama shekhe tu, lakini hawa wakapata sehemu kuwa pengine hadithi ni maudhu'a haswa, lakini namna atakavoshikamana nayo na kuinyanyua na kuizungumza, masha Allah, utasema ni mtu anayeadhimisha sunna. Kumbe kwa sababu pale kuna kile anachokitaka yeye, na kila anayenisikia maneno yangu katika ahlul bid'ah hili hawezi kulikataa, bali hufikia kwa baadhi yao mpaka kuchukia nas ambayo yaenda kinyume na vile wanavyotaka wao. Na haya maneno yamezungumza salaf, mpaka kufikia hali achukia haswa ile nas inaokhalifu misingi yao na mifumo waliokuwa nayo. يقول الشاطبي في كتاب الاعتصام ومنها، akitaja miongoni mwa alama za hao watu wa bid'ah na misingi yao na mifumo yao, radduhum lil ahadith allati jarat ghayra muwafiqatin li aghradihim wa madhahibihim, kuzikataa ahadithi ambazo haziafikiani na malengo yao na madhehebu yao. ويدعون أنها مخالفة للعقول فيجب ردها، kisha wadai kuwa hadithi hizi za khalifu akili, zaenda kinyume na akili, basi ni wajibu kuzikataa. Hadithi hizi twazikataa, ni wajibu kuzikataa kwa sababu zaenda kinyume na akili. كالمنكرين لعذاب القبر والصراط والميزان ورؤية الله في الآخرة، كما kwa mfano wale wanaokanusha adhabu ya kaburini, Hizb at-Tahrir na wengineo wanaowafuata katika Mu'tazila wa asri hii. Na hawa wako wengi wanaokanusha adhabu al-qabr. Kwa nini? Wasema tukimfukua yule maiti tumuone yuko vile vile, ikiwa kuna neema pale chini angelibadilika, ikiwa kuna adhabu pale chini angelibadilika, kaonyesha kuwa iwaadhibiwa. Sasa ingelikuwa watu wayaona hayo, itakuwa hakuna mtihani ule walladhina yu'minuna bilghaib, sababu masala ya yale yanayotokea baada ya mtu kufa ni ghaib. Ni juu yako wewe mu'min kuamini na kujisalimisha katika itikadi hii aliyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa kuwa waona kikwao wao kuwa hili jambo haliingia kilini kwa sababu hawalioni kwa macho, basi wasema kuwa hakuna kitu chaitwa adhabu ya kaburini wala neema ya kaburini. Mtu akifa basi akishakufa خلاص kwenda kaburini, mwili tu wawekwa pale kaburini, basi ishi hivi. Hawa wapo katika ahlul bid'ah, wakawacha nusus za Qur'an
na nusus za sunna ya Mtume sallama ambazo ziko wazi katika kuizungumzia adhabu al-qabr. Kadhalika as-sirat na mizan, Mu'tazila wakataa kuna mizan, hakuna kitu chaitwa mizan, wakanusha. Kadhalika wa ru'yati Allah fil akhirah, na kuonekana kwa Allah kesho akhira, pia hili walikanusha. Wakadhalika hadithi dhubabati, hadithi ya nzi, wa anna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari dawa'an, na kuwa ubawa wake mmoja una maradhi na wa pili kuna dawa. Hili mpaka leo wako wanaokanusha tena wazi wazi. Hasan al-Turabi al-Halik tarab Allah wajha alikuwa akisema, mimi nitamwamini daktari kafiri katika hili, kuwa nzi ni mchafu na hawezi kuwa mbawa yake moja ni dawa, lakini siwezi kumwamini Mtume Muhammad sallam katika hili. Mwanzo alikuwa daktari dini, asema hivi kisha iwacheka, yadhahak hizbi ikhwani, na walikuwa wakimchukulia kama ni mtu mufakkir mustahbil bid-din, mtu afanye istihza na dini, ni jitu moja safih bimaana al-kalima. Alikuwa akifanya istihza sana na sunna za Mtume sallallahu, lakini jamaa wakamnyanyua sana mpaka alipoangamia, alhamdulillah. Lakini alikuwa miongoni mwa wale ambao walikuwa wameshika katika kuifanyia istihza hadithi ya dhubab huyu. Subhanallah, al-Imam Shatibi azungumza haya mambo huko qurun, na hawa watu mpaka leo wapatikana, kuonyesha kwa hii misingi ya ahlul bid'ah ni yale tu. Watu ndio wabadilika, niliwaambia juzi, simba ndio wabadilika, lakini mwitu ni ule tu, mwitu ule tu wanaoishi, na misingi yao haibadiliki, ni ile. وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة، نمفان واكي كتك أحاديث صحيحة ربما قدحوا في الرواة من الصحابة والتابعين وفي من اتفق الأئمة على عدالتهم، بل هوين إكفكي حالي وكواتي دساري نوكفاني طعن وبكيزي وحديث كتك مصحابنا تابعين، بل كتك واتو أنباو ما إمام وميفكيانا وتجو يوادلفوا wao wakawafanyia ta'an ili mradi ili hadithi isithubutu. Haya pia yako ahlul bid'ah. Kwa nini? Kwa sababu hii nas ya khalifu misingi na mfumo waliokuwa nao. Thumma yaqulu ba'da dhalika, ila sema وربما ردوا فتاويهم وقبحوها في أسماع العامة لينفروا الأمة عن اتباع السنة وأهلها. سمنا huenda wakazikataa pia fatwa za hao wanaovioni, bali wakazichukulia ni mbovu sana fatwa kama zile, na wakazileta katika sura mbaya kwa awamu, ili kuwafanya awamu wafanye nini? Wachukie watu hawa, wakaimbali nao, iwe sababu ya kutofuata sunna za Mtume sallam na kuwasikiliza wanaoshikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndivyo wanavyofanya, na haya utayaona kwa macho yako wewe, utaona kwa macho yako ukitizama namna wanavyozungumza maulama wa sunna, zile fatawa wanazungumza ulama wa sunna, na wanavyozileta katika sura mbovu mbele za watu kama ambayo wamefanya munkar. Haya pia ni katika mambo wanayoyafanya ili mradi kusitokee chochote ambacho kitapinga misingi yetu. وقد جعلوا القول بإثبات الصراط والميزان والحوض قولا بما لا يعقل، وكجعلية قول يمتو نيسيما كثبتيش الصراط نميزان نحوض يمتوم صلى الله عليه وسلم kuwa ni maneno ambayo yazungumzwa, maneno yasiyoingia akilini,
haingia kidini kwao. وذهب طائفة إلى نفي أخبار الآحاد جملة, na wengine pote katika ahlul bid'ah wakaelekea katika kuzikanusha khabar za ahad. Na ahad tunajua ni hadithi ambazo sio nini, mutawatir. Sasa ukisema hadithi ambazo sio mutawatir zote zitarejeshwa katika mlango wa itikadi, wengine moja kwa moja kutabakia hadithi ngapi? Kwani hadithi ngapi ni mutawatir? Ukihesabu baina ya hadithi mutawatir na zile ambazo ni chini ya mutawatir, zipi nyingi? Bila shaka zile ambazo ni chini ya mutawatir ni nyingi zaidi. Kwa hivyo dini iende, na hili tutakuja kuzungumzia inshallah huko mbele. والاقتصار على ما استحسنته عقولهم في فهم القرآن, na kubakia katika kile ambacho akili zao yaona ni sawa katika ufahamu wa Qur'ani peke yake. Kwa kinyume na ufahamu wa akili zao wao hawakubali. ففي هؤلاء وأمثالهم, juu ya watu kama hawa na mfano wao, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asema kuhusu watu, la alfayanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi. Mtume sallama ataja jambo ambalo litakuja baadaye. Mtu amekaa katika tandiko lake, yatihi al-amru min amri, ajiliwa na amri katika amri zangu mimi nilizoamrisha, mimma amartu bihi au nahaitu anhu, katika yale niliyoamrisha au kuyakataza. Fayaqulu, kisha yuwajibu na kusema, la adri, sijui mimi, ma wajadna fi kitabillahi tabanahu. Hakuna hawa sahihi waitwa Qur'aniyun kama wanavyojiita, na wala si Qur'aniyun. Hawa ni zanadiqa, si Qur'aniyun. Qur'aniyun ungelikuwa uifuata Qur'an, na Qur'ani yaamrisha kufuata sunna. Hawa ni zanadiqa, wasema kila tunachokipata katika kitabu cha Allah tutakifuata, ama hizi sunna sisi hatukubali. وهذا وعيد شديد تضمنه النهي, na haya ni makamio makali kutoka kwa Mtume sallam ambao ndani yake mna makatazo ya jambo kama hili. La haqqu liman irtakaba radd as-sunnah, si haki kwa yule anayefanya jambo la kuirudi na kuikataa sunna. Thumma yaqulu, mbele akasema, wa minhu da'awa ahli al-bid'i 'ala al-ahadith as-sahiha, madai ya wazushi katika hadithi ambazo zimethubutu sahihi. Madai gani? Munaqadhatuha lilqur'ani au munaqadhatu ba'dha ba'dhan, kwa hizi hadithi za khalifu Qur'an au za gongana, yani hadithi kwa hadithi nyingine. Wa fasadu maaniha, na maana yake mbovu. Au mukhalafatuha liluquli, au za khalifu akili, kama hakamu bidhalika fi hadithi at-taghrib aam warajm, kama walivyofanya hivyo katika jambo la taghribu aam. Mzinifu ambaye ni bikra akizini atachapwa haddi ya mjeledi, kisha ataondolewa katika ile sehemu mwaka mzima, atapelekwa sehemu nyingine, taghrib. Kadhalika arrajm wathayyib zani, kuwa apigwe mawe mpaka kuuawa. Qalu, wa wasema ahlul bid'ah, hadha mukhalifun likitabillah, hii hadithi ya khalifu kitabu cha Allah. Liannahu qadha birrajmi wattaghrib, sababu hii hadithi imeongeza hapa kupigwa mawe kwa mzinifu ambaye ashaingia katika ndoa sahihi, kadhalika kumweka nje ya ile sehemu anaoishi yule mzinifu ambaye ni bikr baada ya kusimamishiwa haddi. Walaysa lidhalika fi kitabillahi dhikrun, na hili alikutajwa katika kitabu cha Allah kama wanavyodai wao. Fa in kana alhadithu batilan fahuwa ma aradna, ikiwa hii hadithi ni ya batil basi ndio tunalokusudia, sio tunalotaka. Wa in kana haqqan faqad naqadha kitab Allah bi ziyadati arrajm wa at-taghrib, na ikiwa hii hadithi ni haki basi imekhalifu kitabu cha Allah kwa kuongeza juu yake haddi ya kupigwa mawe kwa anayezini ambaye ni thayyib, na pia bikr kuondolewa katika ile sehemu anaoishi, taghrib. Na mifano kama hii aliyotaja Imam Shatibi ni mingi sana,
yani katika asri tunaoishi, mifano yake ni mingi namna wanavyokanusha ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa akili zao tu. Kwa hii haiendi sawa na akili yetu, basi tuikataa. Huu ni mfumo katika mifumo ya ahlul bid'ah, kuzikataa nusus zinazokhalifu misingi yao mibovu walioitunga wao katika mifumo yao waliokuwa nayo. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: شيخ الإسلام دوخ المبتدعة. huyo amewatia kisunzi wazushi, mpaka leo wasikia kisunzi wakimsikia. Naona mmoja ameanza kuandika katika kumtusi Sheikhul Islam rahimahullah, khurafi. Mimi nashangaa, mshasikia mtu apiga kelele kila siku atoa nakala ati leo tumetoa hii, lakini uzuri haandiki jina lake, ni muoga, mwisho aandiki jina lake ni nani, lakini kila siku atoa moja katika kumzungumza. Tuseme al-Imam Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab atatukanwa pale na kuitwa kila majina maovu, mpaka pengine bado kidogo tuseme kafiri. Sasa nafikiria leo ameanza Ibn Taymiyyah. Mimi nazipata moja moja, uzipata, kuna njia mimi nazipata. Sasa mimi namjua yule anayeandika, yule anayeandika namjua, na bora kwake auze bokoboko, ndio mchango mkubwa anaotoa. Labda pengine angefanya uvumbuzi akaongeza na mandi kwenye hoteli yake, kuliko kuwazungumza wanaovioni walio na mchango mkubwa katika dini ya Allah. Sasa wewe ukiwa ni muuzaji sambusa, katlesi, ni baki huko, utaharibu ukiingia katika ilmu, si uwanja wako huu. Halafu hivi visigi kuingia katika viota vya mwewe, utaliwa, utaangamia, huwezi. Sasa ahlul bid'ah wao wanao nafasi, wana hali wazungumza, tumsikia atukana watu yule, kwani huzi bokoboko, si tusi, ndio ilivyo. Kwa baki hapo, usiingie katika kuzungumza mfano Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kwa sisi tusiseme kitu wanaoviona wa sunna wanapotukana. Ahlul bid'ah wana nafasi wao nzuri ya kusema wanavyotaka wao, lakini ahlus sunna wanyamae kimya, kama waliojazwa maji kwenye mdomo wao, hawezi kuzungumza, sio? La, alhamdulillah, endeleeni kutukana na da'wa yasonga mbele tu. Alkalbu yambahu walqafilatu tasir, mbwa waacheni wabweke na msafara wasonga mbele tu. Alhamdulillah, da'wa salafia yasonga walillahi alhamdu wal minna, na kupasua maji na watu waona walillahi alhamdu wal minna, namna da'wa inavyosonga mbele. Hii ni neema kubwa sana, alhamdulillah. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يردون الأحاديث التي تعارض مقولاتهم وإن كانت صحيحة، كما فعل الجبائي في رد حديث احتجاج آدم وموسى. أهل البدع wenye kuzikataa ahadithi zinazokhalifu akili zao, zinazokhalifu itikadi zao, zinazokhalifu mifumo yao, hata ikiwa ni sahihi, wao zikhalifu zile hadithi, kama alivyofanya al-Jubbai alipoirudi hadithi ya Adam kumsimamishia hujja nani? Musa. Walikutana lini Adam na Musa? Asema hivi, istihza. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amezungumza maneno haya, wakayakataa hata kama yamethubutu. Na huu ni mfumo walionao ahlul bid'ah kwa kweli. Nafikiri mwakumbuka si kipindi kirefu hapa nyuma, Sheikh Abu Hashim hafidhahullah alitoa khutba akazungumzia kuhusu sunna ya kuvua viatu watu wanapoingia makaburini. Jamaa wakasema tutaka hadithi. Haya hadithi hapa.
Kuna mmoja sema ataka hadithi, kamtumia hadithi hapa. Mzee mmoja maskini, kuna mtu bwana sema yeye hajaiona hadithi, naomba unitumie, nataka kumtumia ili aione. Akamtumia ile hadithi. Sasa yeye anitumia, ananiambia asema yule bwana ataka hadithi ambayo imetaja viatu. Kaambia viatu vintajwa hapa, ni al zimetajwa hapa. Asema yeye yosema ataka hadithi ya Kiarabu ambayo imetaja. Sasa wakati mwingine wewe huuliza maswali ukataka kujibiwa kifidhuli wewe mwenyewe. Nikamwambia viatu kwa lugha ya Kiarabu vishatajwa hapa. Sasa sijui kama ni mchina huyo, mwambie ende akatafute lugha yake kule iliko, lakini Waarabu washaelewa maana yake nini, na wale wanaoelewa Kiarabu washaelewa maana yake nini. Si makusudio yake kuwa hakuelewa, ameelewa kila kitu, lakini ashatukana, ashasema, ashafanya alivyofanya, kisha kesho ghafla mtu mwingine amuona avua viatu. Si wewe juzi ulisema hamna haya, mbona wavua? Kwa hivyo kilichoko iwe itakavyokuwa, hadithi hii lazima tuikatae takavyokuwa. Huja waona hawa wakiandika vitabu vyao eti vya aqida, waeleza kuwa Allah yuko kila mahali, maelezo marefu ya kifalsafa hivi yazunguka, kisha sema fa in qala qailun arrahman, na kupasua maji na watu waona, walillahi alhamdu wal minna, namna da'wa inavyosonga mbele. Hii ni neema kubwa sana, alhamdulillah. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يردون الأحاديث التي تعارض مقولاتهم وإن كانت صحيحة، كما فعل الجبائي في رد حديث احتجاج آدم وموسى. أهل البدع wenye kuzikataa ahadithi zinazokhalifu akili zao, zinazokhalifu itikadi zao, zinazokhalifu mifumo yao, hata ikiwa ni sahihi, wao zikhalifu zile hadithi, kama alivyofanya al-Jubbai alipoirudi hadithi ya Adam kumsimamishia hujja nani? Musa. Walikutana lini Adam na Musa? Asema hivi, istihza. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amezungumza maneno haya, wakayakataa hata kama yamethubutu. Na huu ni mfumo walionao ahlul bid'ah kwa kweli. Nafikiri mwakumbuka si kipindi kirefu hapa nyuma, Sheikh Abu Hashim hafidhahullah alitoa khutba akazungumzia kuhusu sunna ya kuvua viatu watu wanapoingia makaburini. Jamaa wakasema tutaka hadithi. Haya, hadithi hii hapa. Kuna mmoja sema ataka hadithi, kamtumia hadithi hii hapa. Mzee mmoja maskini, kuna mtu bwana sema yeye hajaiona hadithi, naomba unitumie, nataka kumtumia ili aione. Akamtumia ile hadithi. Sasa yeye anitumia, ananiambia asema yule bwana ataka hadithi ambayo imetaja viatu. Kaambia viatu vintajwa hapa, ni al zimetajwa hapa. Asema yeye yosema ataka hadithi ya Kiarabu ambayo imetaja. Sasa wakati mwingine wewe huuliza maswali ukataka kujibiwa kifidhuli wewe mwenyewe. Nikamwambia viatu kwa lugha ya Kiarabu vishatajwa hapa. Sasa sijui kama ni mchina huyo, mwambie ende akatafute lugha yake kule iliko, lakini Waarabu washaelewa maana yake nini, na wale wanaoelewa Kiarabu washaelewa maana yake nini. Si makusudio yake kuwa hakuelewa, ameelewa kila kitu, lakini ashatukana, ashasema, ashafanya alivyofanya, kisha kesho ghafla mtu mwingine amuona avua viatu. Si wewe juzi ulisema hamna haya, mbona wavua? Kwa hivyo kilichoko iwe itakavyokuwa, hadithi hii lazima tuikatae takavyokuwa. Huja waona hawa wakiandika vitabu vyao eti vya aqida, waeleza kuwa Allah yuko kila mahali,
maelezo marefu ya kifalsafa hivi yazunguka kisha sema fa in qala qailun arrahmanu ala al'arsh istawa faqul lahu billah alaykum nani aliyesema arrahman ala al'arsh istawa nani aliyesema arrahmanu ala al'arsh istawa Allah kwa huyu eti aandika kitabu amrudi Allah hawa akili zao mzima lakini ndivyo walivyo nasi yoyote ambayo ya khalifu itikadi zao na mifumo yao na nguzo zao na misingi yao wao wataikataa hata iwe aya katika Qur'an na aya katika Qur'an kwa kuwa hawawezi kuikataa moja kwa moja wataifanyia nini ta'wili waitafsiri kwa tafsiri ambayo sio yake kisha wailete sema hii hapa lakini ukweli wa mambo ni kuikataa ile nas قال البربهاري رحمه الله الإمام البربهاري alifariki mwaka wa 329 huko nyuma asema katika sharh as-sunnah وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ukimsikia mtu azitia dosari ahadithi za Mtume sallam au hazikubali na kuzikataa kabisa akhbar na hadithi zinazotoka kwa Mtume sallam fatahimhu ala alislam fa innahu rajulun radiul madhhab wal qawl mtuhumu huyu bwana katika uislamu wake kwa sababu ni mtu ambaye madhehebu yake ni mabovu na maneno yake ni mabaya وقال أحمد بن حنبل من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكة mwenye kuikataa na kuikanusha na kuirudisha hadithi ya Mtume sallam yuko katika ukingo wa maangamivu enda kuangamia tu وقال ابن القيم في الصواعق المرسلة إن هؤلاء المعارضين للوحي بعقولهم ارتكبوا 4 عظائم asema hao wanaokhalifu wahi kwa akili zao wamefanya majanga na mambo makubwa manne kuna mambo manne maovu makubwa wameyafanya ahadaha la kwanza hilo araddahum nusus al-anbiya kukanusha kwao na kuzirudisha nusus za mitume wa Allah sababu wakikhalifu sunna ni hadithi za Mtume sallam الثانية إساءة الظن بالوحي وجعله منافيا للعقل كون ظنا mbaya na wahi kutoka kwa Allah na kujalia kuwa ule wahi wa khalifu na kwenda kinyume na akili الثالثة جنايتهم على العقل jinai kubwa wanalifanya juu ya akili zao kwa sababu anayekhalifu sunna ya Mtume sallam ameituhumu akili yake kuwa ni punguani kwa sababu sunna ya Mtume sallam haiendi kinyume na akili isipokuwa kwa watu wasiokuwa na akili kwa ikiwa akili yako mbovu utaona kuwa hii nasi imekhalifu akili yangu Ibn Qayyim asema hapa tayari ashaituhumu akili sababu akili yake yakataa kumaanisha akili yake haiko katika akili za wale watu ambao watakikana au wanaokusudiwa kuelewa الرابعة تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم لمن خالفهم في أصولهم pia kumkufurisha au kumtia katika bid'a na upotofu yule anayewakhalifu katika misingi yao potofu haya انتهى كلامه رحمه الله فأهل الأهواء والبدع يتركون كثيرا من النصوص التي تخالف أصولهم الفاسدة بحجة مخالفتها للعقول أهل البدع huacha nyingi katika nusus zinazokhalifu misingi yao mibovu kwa hoja ya kuwa hizi nusus za khalifu akili zao wa bihujjati munaqadatiha li ba'dha al-ba'd na kwa madai ya kuwa nas hizi unazozikataa zagongana kwa tuzikatae ثم إنهم يتركون السنة والآثار بزعمهم الاكتفاء بالقرآن kisha hii wapelekea katika daraja nyingine mpaka kufikia kukanusha sunna ya Mtume sallam na akhbari zilizokuja kutoka kwa Mtume sallam kwa madai ya kuwa wametosheleka na Qur'ani hawana haja na sunna
يقول البربهاري: إذا سمعت الرجل تأتيه بالآثار أو تأتيه بالأثر فلا يريده، ukimsikia mtu wamjilia na hadithi za Mtume sallam hazitaki, wayuridu al-Qur'an, ataka Qur'an peke yake, there's a sense of excitement another cash out that adds a little magic to my everyday. Na shaka kwa huyu mtu amebeba uzandiki katika moyo wake. Faqum min indihi wada'ahu, simama kutokamana na mtu kama huyu, achana naye, nenda zako, ni mtu muovu, usikae naye. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك. فلو قال قائل رافضي او غيره: اتزعمون يا اهل السنه ان الحق عندكم وحدكم؟ نقول نعم ولا خطابه. الحق الذي لا تشوبه شائبه الباطل، الحق الخالص الصافي من الكدر، عندنا 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 وألف مرة عندنا، وإن رغمت ألوفكم وشمخت رؤوسكم حتى تلحقوا المريخ. سمعتم؟ بسم الله الرحمن الرحيم.